Kila aliye shujaa hukumbukwa kwa namna yake, lakini nazungumzia huu mwaka ambao ni 2026. Watu wamedai kwamba wameimisi sauti ambayo ilikuwa imekuja kukemea haki na ukweli. Ni sauti ambayo imeweza kuzungumziwa zaidi na mtu ambaye aliweza kupewa nafasi kubwa sana. Tumeweza kushuhudia kwamba ameweza kushinda kipingamizi baada ya kukamatwa 2025. Ni kipi ambacho umekimisi kutoka kwa Tundu Lissu, licha ya kwamba juzi kaweza kushinda pingamizi lake, lakini bado anaendelea kushikiliwa ama bado anaendelea kusimama katika kizuizini? Kuhitaji kuwa shujaa kunahitaji kuwa na moyo, kujitolea kunahitaji uvumilivu. Watu kadhaa wanadai kwamba wameimisi sauti ambayo ilikuwa inakemea ukweli na haki. Msikiliza katika video hii. Nchi yetu sasa iko chini ya utawala wa kiimla usiokubali ushindani wa kiuchaguzi wa waziwazi. Sifa kuu ya utawala wa aina hii ni kwamba chaguzi zinatawaliwa na siasa za kidhalimu za matumizi ya vyombo vya mabavu vya dola, mauaji, utekaji nyara na upotezaji wa wapinzani wa kisiasa wa chama tawala. Aidha, hiki ni kipindi ambacho vyombo vyote vya dola, majeshi, utawala, mahakama, vyombo vinavyosimamia uchaguzi na vyombo vya propaganda vinatumika wakati wa uchaguzi kuhakikisha kwamba hakuna ushindani wowote wa maana. Kuanzia sasa, kama tutashiriki tena kwenye chaguzi zijazo, ukiwemo uchaguzi mkuu wa 2025, bila kuwa na katiba mpya ya kidemokrasia na bila ya kuwa na mfumo mpya na kidemokrasia wa uchaguzi wenye tume huru ya uchaguzi na sheria mpya za uchaguzi, tutashiriki huku tukijua fika kwamba wapiga kura feki wataandikishwa, wagombea wetu watayanguliwa, tutafanyiwa kila aina ya vurugu kwenye kampeni na siku za uchaguzi, kura halali zitaibiwa na kura feki zitaingizwa, na wagombea walioshindwa watatangazwa washindi wa chaguzi hizo. Sina shaka kwamba wote tunataka mabadiliko chanya katika maisha yetu, na tunataka mfumo bora wa kujitawala unaojali mahitaji na maslahi ya wananchi walio wengi badala ya kikundi kidogo cha watawala na familia zao na marafiki zao. Ninafahamu kwamba wengi wetu, kama sio wote, tunataka mfumo bora wa uchaguzi utakaotupatia viongozi bora na halali wa kuchaguliwa, wanaojali shida za wananchi, wenye uchungu na rasilimali za taifa letu na wanaowajibika kwetu. Ninafahamu kwamba yote haya tunayoyatamani katika maisha yetu hayatapatikana kwa urahisi. Ninajua kuwa katika kuyatafuta na kuyapata tutakabiliwa na majaribu ya kila aina na tutapitishwa katika tanuru kubwa la moto wa matatizo na magumu mengi. Tukiweka nia ya dhati na kuitekeleza kwa dhati, tutayashinda majaribio na magumu yaliyo mbele ya safari yetu. Mimi niko tayari kwa safari hii ndefu, na waombeni mniunge mkono ili tuikamilishe kwa ajili ya mema ya chama chetu na mema ya nchi yetu. Na watakieni heri ya mwaka mpya wa 2025 wenye baraka zote, na Mwenyezi Mungu awabariki. Asanteni sana.